Bunge la Kitaifa limeendelea kujadili mswada wa ushindani maarufu The Competition Amendment Bill 2026, mswada unaolenga kuimarisha sheria ya ushindani kwa kuendana na mabadiliko ya biashara ya kisasa hususan katika uchumi wa kidijitali. Mbunge wa Jomvu Badi Twalib amepongeza mswada huo akisema unaleta usawa nchini. Mimi nataka kusema kitu ya kwanza ya kuwa naunga mkono mswada huu, kwa sababu mswada huu una mambo mingi sana mazuri ambayo tukiangalia yataweza kuboresha biashara katika sehemu zetu hapa nchini Kenya. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, mswada huu wa Competition Amendment Bill tunauona kuwa ni mswada ambao unaleta njia ya kuweka usawa katika mambo ya ushindani. Na Mheshimiwa Spika, mambo kama haya tuliyazungumza nyuma, na leo Mheshimiwa Spika nataka tena kusema kuwa katika ushindani wa kibiashara, Mheshimiwa Spika, ni lazima uweko ndio biashara iweze kunoga. Leo Mheshimiwa Spika, unaweza kuona wale wafanyabiashara wakubwa ambao tunawaita big players, Mheshimiwa Spika, unaona wanathibiti katika mambo ya biashara na kuweza kuwatoa nje wale ambao ni wafanyabiashara wanaokuja. Mswada huo pia unapendekeza kuimarisha ulinzi wa watumiaji bidhaa na kuweka masharti mapya ya kudhibiti mienendo isiyo ya haki katika soko. Mambo matatu muhimu, Mheshimiwa Spika, ambayo yanakumbana na mswada huu. La kwanza ni masoko ya kidijitali, ambayo katika masoko ya kidijitali mswada huu umeangalia kuwa Competition Authority of Kenya isiweze kudhibiti tabia ya majukwaa ya kidijitali, jinsi ya kuangalia hali itakuwa namna gani. Ni muhimu wapatie space wanaotaka kufanya biashara zao kwenye social media, wanaotaka kufanya biashara zao mbalimbali, ni kuangalia namna gani na wao watajiona wako sawa. Wakati wa mjadala huo, wabunge wamesisitiza umuhimu wa sheria hiyo katika kuhakikisha ushindani wa haki kati ya wafanyabiashara, kuwalinda walaji dhidi ya unyonyaji na kuimarisha mazingira ya uwekezaji nchini. Mheshimiwa Spika, Mombasa leo kuna hoteli kama Waisans, Voyager, Flamingo, Pride Inn na nyingine. Waweza kuona kuna wafanyikazi ambao wanapeleka vyakula kule kama samaki, kama kamba na kama vitu vingine. Na wakati huo huo kuna mashirika ya mtaani kama kule kwangu Jomvu, shirika linaitwa Majestic. Leo wameenda baharini kwa Wangwa kule, wameweka vitoma vya maji, wanakuza kamba, wanakuza samaki, wanakuza kila kitu. Na tukiangalia faida ile wanakosa market. Na market ile wanapotaka kuipeleka kujienua katika prawns, kwa vile yeye ni mfanyikazi ambaye amechukua vijana tu kufanya nao kazi kutoka mtaani, anawekewa bei. Wataka hii chukua, hutaki hii basi wewe nenda zako. Haifai namna ile. Lazima bei ya wengine inavyochukuliwa katika kufanya biashara na wengine pia wawe vile vile. Mswada huo kwa sasa katika hatua ya usomaji wa pili katika Bunge la Kitaifa, ambapo wabunge wanaendelea kutoa maoni yao kabla ya hatua zinazofuata za mchakato wa kutungwa kuwa sheria. Ali Vincent, Benvin TV.